Na karibu sana kwenye channel yetu, tuendelee kujifunza, kupata maarifa, kushare mawili matatu. Tunaendelea na kitabu chetu cha The Richest Man in Babylon cha George Clason. Hii ni chapter 2 kwa maana ni sehemu ya pili. Kwa katika video iliyopita tulijifunza historia ya mji wa Babylon. Nafikiri ile ilikuwa ni introduction na kwa nini ulikuwa tajiri kuliko miji yote ya kale. Lakini leo hatuko tena kwenye historia tu. Leo tunaingia kwenye maisha ya watu wa kawaida, watu waliokuwa wanafanya kazi lakini bado hawakuwa na pesa. Sura leo inaitwa The Man Who Desired Gold, yani mtu aliyetamani dhahabu. Na hapa ndipo wengi wetu tupo, kwa sababu kutamani pesa ni rahisi sana, lakini kujua jinsi ya kuipata na kuilinda, hapo ndipo ugumu ulipo. Nafikiri tunaanza moja kwa moja na hadithi ya Bansi na Kobi. Hadithi inaanza na watu wawili. Bansi, mtengenezaji magari ya farasi, yani chariots, anafanya kazi kwa bidii sana na ana wateja wengi sana wa kuwauzia magari anayotengeneza. Lakini tatizo lake ni moja tu, hana akiba. Lakini Kobi, ambaye ni rafiki yake mkubwa sana na Bansi, mfanya kazi pia na ana matatizo hayo hayo kama ya rafiki yake. Siku moja wanakaa pamoja na kujiuliza swali gumu sana. Kwa nini sisi tunafanya kazi kwa bidii lakini hatuna dhahabu wakati wengine wanazo nyingi sana? Hili ni swali ambalo mfanyakazi wa mshahara, mfanyabiashara mdogo, kijana anayehangaika leo anapatwa kujiuliza pia. Wengi wanajiuliza leo. Tatizo halisi la Bansi hakuwa mvivu, hakuwa mjinga na wala hakuwa mlevi. Lakini alikuwa anapata pesa, alikuwa anazitumia zote. Hakujua anapokosea wapi. Na hapa kuna funzo kubwa sana. Tatizo la watu wengi si kukosa kipato, bali ni kukosa mfumo wa kudhibiti pesa. Bansi na Kobi walitamani sana dhahabu, lakini walitamani bila mpango, nidhamu wala maarifa. Kitabu kinatuambia wazi kwamba desire alone is not enough. You must have a plan and the ability to execute it. Kwa maana kutamani pesa bila mpango ni kama kutamani kuvuna bila kupanda. Wakiwa wamekata tamaa, Bansi anakumbuka rafiki yao wa zamani aliyeitwa Akand. Walikuwa darasa moja, walikulia mazingira yale yale ya pamoja. Lakini Akand sasa ni tajiri mkubwa sana wa Babylon. Hapo wanajiuliza, kama tulianza pamoja, kwa nini yeye anaweza na sisi tumeshindwa? Na ndio wanaamua kumfuata Akand waulize siri. Sura hii haijaanza kutupa sheria bado, lakini inajenga akili sahihi. Funzo kubwa ni hili: utajiri unaanza pale mtu anapokubali kuwa hajui. Bansi alifanya kitu muhimu sana. Alikubali kuwa hajui pesa zinatakiwa zitawaliwe vipi. Watu wengi wanajifanya wanajua sana. Wanalaumu serikali, wanalaumu mishahara, wanalaumu wazazi. Lakini hawakai chini kusema labda tatizo ni mimi na jinsi ninavyoitumia pesa. Hebu tuchukue mfano wa leo. Mtu analipwa tarehe 25. Tarehe 30 pesa imeisha. Anaanza kukopa, mwezi unaisha kwa stress sana. Halafu anajisemesha yeye, laiti ningepata mshahara mkubwa. Lakini swali ni, je, ukipewa mara 2 ya mshahara wako leo, ungehifadhi au ungeongeza matumizi? Hapo ndipo Babylon inatufundisha, bila nidhamu pesa nyingi huongeza matatizo. Kutoka kwenye The Man Who Desired Gold tumejifunza kwamba kutamani pesa ni hatua ya kwanza tu. Kufanya kazi kwa bidii pekee haitoshi. Tatizo sio kipato, lakini ni matumizi. Kukubali kutokujua ni mwanzo wa hekima. Suluhisho linaanza kwa kujifunza kutoka kwa aliyofanikiwa. Katika video inayofuata
tutaingia kwenye sura maarufu zaidi ya kitabu hichi inayoitwa The Richest Man in Babylon. Hapo ndipo Akkad anaanza kufundisha. Sheria ya kwanza ya pesa zinaanza na safari ya kweli ya mabadiliko inaanzia hapo. Kama unataka kujua jinsi Akkad alivyoanza bila chochote na sheria ya kwanza kabisa ya pesa, usikose video inayofuata. Usisahau kulike, kusubscribe, kushare na kucomment, kwa sababu hii si hadithi tu, lakini ni darasa la maisha.